Wanaume wa Kristo, sikilizeni kwa makini. Ujumbe huu si wa chuki, bali ni wa ukweli na upendo, kwa sababu Mungu anatuita tuishi kulingana na mapenzi yake. Tangu mwanzo wa uumbaji, Mungu aliweka mpango wake wazi. Hakusema mwanaume na wake wengi, bali alisema mwanaume na mke mmoja. Imeandikwa, kwa hiyo mwanaume atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na mke wake, nao wawili watakuwa mwili mmoja. Mwanzo 2:24. Hapa Mungu anasema wawili, si watatu, si wengi. Mpango wa Mungu haujabadilika. Yesu Kristo mwenyewe alithibitisha jambo hili aliposema, je, hamkusoma ya kwamba yeye aliyewaumba mwanzo aliwaumba mtu mume na mtu mke? Basi hao si wawili tena, bali mwili mmoja. Mathayo 19:46. Yesu hakufundisha ndoa ya wake wengi, alirudisha ndoa kwenye mpango wa asili wa Mungu. Ni kweli katika Agano la Kale watu fulani walikuwa na wake wengi, lakini Biblia pia inaonyesha wazi maumivu, migogoro, wivu na machafuko yaliyotokana na hilo. Hilo halikuwa baraka, bali matokeo ya kuondoka kwenye mapenzi kamili ya Mungu. Katika Agano Jipya, Mungu anatuonyesha kiwango cha juu zaidi cha utakatifu. Mtume Paulo anaandika, kwa sababu ya zina, kila mwanaume na awe na mke wake mwenyewe, na kila mwanamke na awe na mume wake mwenyewe. Kuinuni wa Korintho 7:2. Tena Biblia inasema kuhusu viongozi wa kanisa, askofu anapaswa awe mume wa mke mmoja. Wana Timotheo 3:2. Ikiwa kiongozi anaitwa kuwa na mke mmoja, je, waumini wengine wataitwaje? Ndoa ni mfano wa uhusiano kati ya Kristo na kanisa. Kristo ana kanisa moja, si makanisa mengi kama wake. Na Biblia inasema, enyi waume, wapendeni wake zenu, kama Kristo naye alivyolipenda kanisa. Waefeso 5:25. Je, mwanaume anawezaje kumpenda zaidi ya mke mmoja kwa upendo huo wa Kristo? Haiwezekani. Ndoa ya wake wengi huleta wivu, chuki, ushindani, maumivu ya kihisia, watoto wanaokuwa katika machafuko. Mungu si Mungu wa machafuko, bali wa amani. Wanaume wa Kristo, tumwogope Mungu. Tuchague utii kuliko tamaduni. Tuchague kweli kuliko tamaa. Tuchague utakatifu kuliko mwili. Mwanaume wa kweli si yule mwenye wake wengi, bali ni yule anayeweza kuwa mwaminifu kwa mke mmoja. Ukimpenda Yesu utali neno lake. Utii wako ni ushuhuda wako. Chagua leo kumheshimu Mungu katika ndoa yako, kwa sababu ndoa takatifu humleta utukufu Mungu.